Baada ya kutua Simba, Dimitri Pantev ameanza kushughulikia mambo kadhaa muhimu. Mambo ambayo Pantev ameanza kufanya nayo kazi: moja, kujiana mkataba rasmi. Simba Sport ilimtangaza rasmi Pantev kuwa meneja mkuu badala ya kocha mkuu kwa jina, kwa mkataba wa miaka miwili kuanzia 2025 hadi Juni 2027. Kutua hapa nchini na kuanza kazi. Alifika Dar es Salaam Oktoba 4, 2025 kuanza hatua ya utekelezaji wa majukumu yake. Kazi rasmi alianza Oktoba 6, 2025 ikiwamo mazoezi ya pamoja na kikosi kilichokuwa kipo kambini, tathmini ya wachezaji na kikosi. Katika mkutano wake wa kwanza na kikosi, aliwataka wachezaji kuwa na kujiamini na kuwa wajasiri. Ameanza kutoa hesabu zake kwa mastaa, yani namna anavyotaka kikosi kifanye kazi, mbinu, nidhamu na uhusiano mbele ya mechi, kubainisha falsafa ya mchezo na mfumo. Amesema anatambua vivyo vya wachezaji anavyovikuta, wana vipaji na anaamini wanaweza kufikia malengo msimu huu. Anaeleza kuwa atatumia zaidi mpira wa ushambuliaji, umiliki wa mpira na matumizi ya kasi kama sehemu ya sifa uchezaji, majukumu mapana zaidi kuliko kocha tu. Cheo chake ni meneja mkuu, ambayo inamruhusu kushughulikia sio tu kile kinachofanywa uwanjani, bali pia shughuli za uendeshaji wa kikosi, usajili wa wachezaji, kuachwa au kuchelewa kwa mkopo, tathmini ya wachezaji mmoja mmoja, uundaji wa benchi la ufundi na maamuzi ya mipango ya muda mfupi na mrefu. Atakuwa na wajibu mkubwa wa kusimamia development and performance ya kikosi kama sehemu ya mpango wa jumla wa klabu. Mambo ya nidhamu yameonekana kuwa na juu kwenye orodha ya vipaumbele vyake. Anataka kufanya marekebisho ya namna wachezaji wanavyoshughulikia mechi, mazoezini na matendo ndani ya nje ya uwanja, kujiandaa kwa mechi za kimataifa. Ameanza kusahihisha mwelekeo wa timu kwa ajili ya mechi za ligi ya mabingwa Afrika hatua ya pili dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Ratiba ya mechi za ligi na kimataifa kuonekana na kuwekwa wazi ili wachezaji wa taifa na wenzao wajue lini wanaanza kambi ili wajiunge kikamilifu. Elie Mpanzu ameorodheshwa katika makala ya Mwanaspoti kama mmoja wa wachezaji ambao Pantev anapenda kuwapa nafasi kwa sababu ya ubora wao kiusajili na nia ya kufanya vizuri. Jean Charles Ahoua yeye pia ni kati ya wachezaji ambao waliosifiwa kwa uwezo wa kushambulia, kufunga na kutoa mchango wa mbele, yani forward, striker. Morris Abraham pia ameorodheshwa kama miongoni mwa wachezaji waliopo kwenye kipaumbele cha Pantev. Joshua Mutale pia ameainishwa kama mmoja wa wachezaji ambao wana sifa zinazolenga kwa falsafa ya Pantev. Lada Chasambi pia ni mmoja wa wachezaji hao walioonekana kuwa na nafasi nzuri chini ya Pantev. Mohamed Bajaberi ameorodheshwa kama mmoja anayetarajiwa kuwa katika kikosi chake, ingawa anakaribia kurejea na anaonekana kuwa na imani kutokana kwa kupata majeraha na pia kwa benchi la ufundi. Kumbuka, kuaminiwa sio kama kuanza mara moja kucheza kila mechi, bali kupewa nafasi nzuri na kusifiwa uwezo kuja kwenye mipango ya benchi la ufundi na kutambuliwa kama sehemu ya mpango wa muda mfupi au mrefu. Kimataifa, inasema kwamba Mpanzu alifungia Simba goli ugenini dhidi ya Gaborone United akitumia pasi ya Kapombe, ambapo kocha Dimitri Pantev alimtazama Elie Mpanzu kama ni mchezaji ambaye ana kiwango cha juu. Na katika goli la nyumbani, Simba Sports ilifungiwa bao na Jean Charles Ahoua. Kwa hivyo Jean Charles Ahoua pamoja na Mpanzu ndio wachezaji ambao kocha Dimitri Pantev ana imani nao sana. Ripoti za mfumo wa Pantev zinaonyesha anapendelea mfumo wa 4-3-3 na kuendeleza wachezaji wa kiungo na mashambulizi katika mipango yake. Mpanzu amekuwa akionekana kwenye magoli na kuwa sehemu ya mipango ya uwanjani. Jean Charles Ahoua pia amekuwa na mchango mkubwa kwenye mechi hizo za kimataifa zilizoanza raundi ya kwanza, ambapo pia alipata goli. Neo Maema na Roshan Dairak pia wameonyeshwa katika uamuzi kuwa ni wachezaji muhimu katika mpango wa kocha mpya Dimitri Pantev. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.
allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye chaneli yetu ya Nel TV. Nel TV kusudi letu ni kukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, updates mbalimbali, tetesi zinazoendelea ndani ya soka letu la NBC Tanzania bara, kusudi wewe mtazamaji wetu usipitwe na chochote kile kinachoendelea ndani ya uwanja na nje ya pichi ya uwanja, kwa maana ya wadau wanasemaje kuhusu soka na namna timu zinavyopambana kufika hatua kubwa kimataifa, pamoja na kuendeleza ubabe mwingine ndani ya NBC Premier League. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Muhimu ni kusubscribe. Kwaheri.